Mfano, nchi ya Uturuki na nchi ya Israeli ni nchi ambazo zinapishana katika ajenda, na kutokana kwanza na upande wa Israel kwa muda hivi sasa viongozi wake kama kina Naftali Bennett wamekuwa wakizungumza wazi kabisa kwamba wanategemea katika siku za usoni huenda wakawa wana mgogoro wa moja kwa moja ya nchi ya Uturuki, nchi ya Qatar na nchi ya Egypt. Na hii ni kwa sababu wanaamini kwamba format au ule muundo wa axis of resistance wa nchi ya Iran ni kama umedhoofika, pamoja na kwamba Iran wenyewe wana nguvu, lakini wao wanachoamini kwamba ukiangalia Hamas imedhoofika, ukiangalia Hizbullah imedhoofika, na baadhi ya vikundi vya katikati ni kama vimedhoofika, tofauti na vile ilivyokuwepo mwanzo kipindi cha kina General Qasim Suleiman, ambayo inaonekana format ilikuwa kama imekaa kama inavyotakiwa. Katika mazingira ya namna hayo, Israeli wao wanaamini kwamba tatizo hivi sasa linaloweza kuja mbele ni tatizo ambalo linatokana na Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood ni kama movement au harakati iliyokuwepo katika nchi ya Misri. Harakati ambayo ilikuwa inasapotiwa na nchi ya Uturuki, lakini vile ilikuwa inasapotiwa na nchi ya Qatar. Harakati ambayo mwisho wa siku ilikuja kuangusha utawala wa Hosni Mubarak katika nchi ya Misri, na matokeo yake akaingia Daktari Muhammad Morsi akawa kiongozi pale katika nchi ya Misri mpaka alipokuja kupinduliwa na kina Al-Sisi ambaye ni kiongozi sasa hivi wa nchi ya Egypt. Lakini ile movement hasa ya Muslim Brotherhood inaonekana kama ndio movement ambayo iko Egypt, inaonekana vile vile vimelea vyake viko katika nchi ya Qatar, lakini vile vile vipo katika nchi ya Uturuki. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba tatizo litakalokuja mbele hivi sasa sio la mfumo wa Khamenei kwa maana ya Iran, bali ni tatizo la mfumo wa Muslim Brotherhood. Kwa hivyo ukiangalia harakati nyingi ambazo zinafanywa na Israel ni harakati ambazo sio kwamba labda zinaonyesha ukaribu baina ya Israel na Uturuki, bali ni harakati ambazo zinaonyesha kwamba Israel na Uturuki ni kama wana kitu wanakipigania. Cha kwanza wanachokipigania hasa ni upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean, kwa maana ya kwamba kihistoria nchi ya Uturuki kwa maana ile ilivyokuwa dola kubwa kama ile Ottoman Empire, moja katika sehemu ya ufahari wake ilikuwa ni kucontrol upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, ambao kwa hivi siku za karibuni nchi ya Israel, nchi ya Cyprus katika upande ule unaotawaliwa na Greek Cypriots, wale jamii ya Wagiriki katika pale Cyprus, kwa sababu kuna pande mbili, kuna upande mmoja unakontroliwa zaidi na jamii ya Waturuki na kuna upande mwingine unakontroliwa zaidi na jamii ya Wagiriki. Kwa hiyo upande unakontroliwa na jamii ya Wagiriki na upande wa nchi ya Ugiriki yenyewe